haki haipaswi kucheleweshwa. Tusiwatuite watu wengine tayari kama ni wahalifu. Ndugu viongozi, tukiongozwa na Mheshimiwa Augustine Mwarija, kiongozi mlezi wa mahakama ya rufani na jaji wa mahakama ya rufani, Mheshimiwa Abdu Shabani Kagomba, jaji wa mahakama kuu ya Tanzania na kaimu jaji kiongozi, viongozi wote mnaotenga muda wenu kushiriki mkutano huu muhimu, karibuni sana mahakama ya Tanzania. Ninakiri kwamba hamkuwa na muda wa kutosha pengine kujiandaa kwa ajili ya mkutano huu, lakini kama alivyosema jaji kiongozi, sisi katika mpango mkakati wetu wa miaka 5 ambao unamalizika mwaka huu, moja ya nguzo zetu ni ushirikishwaji na wadau wa mnyororo wa utoaji haki mahakamani. Na mimi mara baada ya kuwa nimeteuliwa na Rais kuwa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania, nimeendeleza utaratibu huu ambao nimeukuta kwa watangulizi wangu. Na jaji kiongozi amejitahidi sana kutaja machache ambayo nimeyafanya. Nimeshiriki mikutano hii ya wadau, na pamoja na waliotajwa, lakini pia nimefanya mikutano mara kadhaa na Tanganyika Law Societies na hata machifu na nimefanya mikutano na ninyi, nimeshiriki kwenye matukio yenu. Kwa hiyo huu ni mwendelezo wa haya, kwa sababu kuna mambo mengi tunaona tunataka yafanyike kwa ufanisi ipasavyo, na kwenye huu mnyororo wa utoaji haki sisi ndio viongozi, ndio driver. Mahakama ya Tanzania ndio driver wengine, kwa sababu mengine yote yakishafanyika huko mwishoni anaishia mahakamani. Kwa hiyo nikasema sasa kadiri tunavyoendelea tuiite sasa mkutano huu ili uweze kujadiliana kuhusu ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa majukumu ya utoaji haki mahakamani. Na kabla sijaendelea, ningependa mbali ya kuwashukuru kutenga muda wenu kuja kushiriki mkutano huu muhimu, zaidi sana nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake ambazo ameendelea kutupatia hata kuwezesha kuwa hai na kutekeleza majukumu yetu kila moja kwa eneo lake la wajibikaji. Sisi ambao tulipita jeshini, accountability as per area of responsibility, kila moja kuendelea kutekeleza jukumu lake la wajibikaji kwa eneo lake kwa ufanisi ipasavyo. Na ndio maana leo hata tumepata fursa ya kuweza kufika hapa. Tuna sababu nyingine pengine za kutoweza kuhudhuria hapa. Pengine tungeweza tukawa tunaumwa, au tungeweza kuwa na sababu nyingine za msingi muhimu nazo za kiserikali ambazo kwazo hata wale ambao tuweza kuungana nao hapa ni kwa sababu kama hizo, kuwa na majukumu mengine equally important au muhimu ya kiserikali. Kwa hiyo sisi wa Tanzania na ambao wengi bado tunaamini uwepo wa Mwenyezi Mungu, tuna kila sababu za kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kufikia siku hii na hata kuja kushiriki mkutano huu. Kwa mara nyingine tena nawashukuru viongozi kwa kutenga muda wenu kuja kushiriki mkutano huu ambao ni wa msingi sana. Niseme tu kwamba ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa majukumu yetu mahakamani umejengwa kwenye katiba na kwenye sheria mbalimbali zinazoanzishwa taasisi zetu hizi. Kwa hiyo ni ushirikiano wa kulazimika, wala it is not a matter of voluntariness. It's a mandatory relationship because it is anchored in the Constitution and the laws that establishes our various organizations. Na wote nia yetu sisi wote ustawi wa wananchi.
Kwa hiyo tunapokuwa na ushirikiano na mahusiano aina hii, kuna umuhimu moja kuyaimarisha, lakini tutaimarisha pale ambapo pia tunaweza tukatambua changamoto zinazokabili ushirikiano huu na mahusiano haya na kuziwekea mikakati ya kuzitatua. Na niseme tu kwamba wajibu wetu wa kuwajibika kutekeleza yale ambayo ni kila mmoja wamejiwekea au yale ambayo tumewekewa kwa mujibu wa sheria ni wajibu wa kikatiba. Nitarejea ibara 25 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoanzisha uwajibikaji kwa kila mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sisi pia tulioko serikalini. Na serikalini, naposema serikali, hata watu wanaofikiri kwamba sio wa serikali, Tanganyika Law Society na wako serikalini kwa sababu ni professional body, ni taasisi ambayo ya kiutaalamu, ya kitaaluma, ambayo pia inawajumuisha watu ambao wako serikalini. Na ndio maana unaona wajumbe wake, wanachama wake ni pamoja na majaji, wanasheria wa serikali na wanasheria wote walioko kwenye utumishi wa umma. Na hata masuala yao yanasimamiwa na waziri wa Katiba na Sheria. Na ndio maana hata mkubwa wao ni mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo mambo haya yanatuhusu sisi wote. Sisi wote tumewekwa na wananchi ni kwa ajili ya kuwatumikia, kwa ajili ya kufikia ustawi wao. Sasa tumepewa majukumu ya uwajibikaji. Tunapotekeleza majukumu yetu, na sisi sasa tunazungumza kwenye mnyororo wa haki ambao unaishia mahakamani. Ibara 25, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano imesema wajibu wa kushiriki kazini. Wajibu hizi kazi tunazozifanya sisi, kazi pekee ndio huzaa utajiri wa mali katika jamii, ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu. Na kila mtu anao wajibu kushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu katika kazi halali na ya uzalishaji mali. Kazi halali alafu na ya uzalishaji mali. Sio kazi halali ya uzalishaji mali, kazi halali na ya uzalishaji mali. Na kutimiza nidhamu ya kazi na kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali ya binafsi na yale malengo ya pamoja na yanayotakiwa au yaliyowekwa na sheria. Hapa hakuna taasisi ambayo ikuanzishwa kwa sheria. Hakuna taasisi ambayo ikuanzishwa kwa sheria. Hata wa PBA, Public Bar Association, msingi wake unatoka kwenye ile sheria ya utekelezaji wa majukumu ya maisha ya serikali. Ndio ikaanzishwa kwa hiyo government notice. Jeshi la polisi tunajua, jeshi la magereza tunajua, taasisi ya kuzuia na kupambana na madawa ya kuzuia na kupambana na rushwa iko kwa mujibu wa sheria. Kama ilivyo pia mamlaka ya kuzuia na kupambana na madawa ya kulevya na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, mahakama yenyewe. Naposema sheria ni pamoja na katiba, ofisi ya taifa ya mkurugenzi wa mashtaka. Wote tuko hapa kwa namna hiyo, tunawajibika. Tukiwa na uhusiano wa aina hii, lazima tuimarishe ushirikiano, tuimarishe mahusiano katika utekelezaji wa majukumu yetu kuhusu utoaji haki mahakamani. Na zaidi ya hapo sasa, kwa vile tunafanya kazi pia kwa mujibu wa sheria ambazo zilianzisha hizi taasisi zetu, zile sheria na zenyewe zimetuwekea uwajibikaji, kwa sababu zimetuwekea mwongozo namna gani tunapaswa kufanya kazi, ni yapi tuyafanye, ni yapi tusiyafanye. Kwa hiyo mtaona kwamba ushirikiano huu ni muhimu sana, na katika mazingira kama haya kuna umuhimu wa kuwa tuna vikao kama hivi, kufanya vikao endelevu kama hivi. Sisi wadau wenyewe kushirikiana katika kukutana na kujaribu kuangalia hivi ni kitu gani kinaathiri sasa ushirikiano wetu, kitu gani kinaharibu mahusiano yetu,
tunavitambua hivyo vitu, tunaviwekea mikakati ya kuvitatua ili tuweze kusonga mbele. Na mimi ninapendekeza kwenu kwamba at least kwa mwaka tuwe na vikao 4, kila robo kikao kimoja cha kukutana na kuyaweka mambo yetu pamoja. Tukikutana hivi, na sisi wa Afrika tuna utaratibu mzuri sana wa kuheshimiana na kuthaminiana. Ukiacha haya maelekezo kwenye katiba, hata kama hiyo katiba isingekuwepo, wa Afrika nao wajua mimi, wa jamii zote na hasa wa Tanzania wana utaratibu wa kuheshimiana na kuthaminiana pengine kuliko jamii nyingine zozote duniani. Na ndio maana unaona bado tuna utaratibu mzuri sana wa extended families, familia jumuishi. Hatujafika huko wengine wanakotaka kwenda, tuache huko, lakini tunaona faida za kuwa na mahusiano haya, kuthaminiana na kuheshimiwa. Unapokaa na watu wengine kwenye familia yako ni baraka. Unajifunza vitu vingi, responsibility inaongezeka ya kuwahudumia hao watu. Na kwa sababu ile jukumu linaongezeka, akili yako inazidi kufanya kazi zaidi ya uzalishaji, kupata kipato cha kuwezesha hao watu unaoishi nao waweze maisha yao ende vizuri, kama ni kuwalisha chakula au hata kuwasomesha. Kwa hiyo jamii wa Tanzania ndivyo ilivyo. Yako haya mambo kwenye katiba, ibara 12, kuheshimiwa, kila mtu anastahili kuheshimiwa na kuthaminiwa utu wake. But this kwa Afrika sisi nyimbo. Ndio maana mnaona tuna uhusiano kama huo. Sasa mkutano huu unakuja, ndugu zangu, wakati ambapo tunayo dira mpya ya dira ya taifa ya maendeleo. Dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Katika hii dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2050, msingi wake mkuu ni utawala, amani, usalama na utulivu. Na maeneo ya kipaumbele ni moja, kipaumbele cha kwanza kabisa, utawala bora na haki, good governance and justice. Na kipaumbele cha pili ni serikali za mitaa imara na zenye ufanisi. Kipaumbele cha tatu ni utumishi wa umma unaowajibika. Utumishi wa umma unaowajibika. Na kipaumbele cha 4 ni amani, usalama na utulivu. Na ukiangalia sisi wote ni wahusika wa haya. Wote. Wote tunaingia humo, wote tuliokutana hapa. Na tumewekewa kipaumbele cha 3, utumishi wa umma unaowajibika. Maana yake ni kwamba sisi wote kama watumishi wa umma tunawajibika moja, kudumisha utawala bora, lakini pili, kwenye utekelezaji wa upatikanaji wa haki mahakamani, na 3, amani, usalama na utulivu. Ndio lengo letu. Ikiwa serikali inatokana na inapata mamlaka yake kutoka kwa wananchi, na lengo lake kuu ni ustawi wa wananchi, na inawajibika kwa wananchi, sisi ambao ni watumishi wa umma tuna wajibu mkubwa sana wa kuwajibika katika kutekeleza majukumu yetu. Na katika dira hii imeweka pia mfumo wa utekelezaji. Nitawasomea ukurasa wa 63 ambao unahimiza ushirikiano katika sekta mbalimbali. Inasema hivi, ukurasa wa 63 inasema hivi: ili kuhakikisha dira 2050 inatekelezwa kwa ufanisi, serikali imeweka mfumo imara wa usimamizi unaozingatia malengo yake mahususi. Mfumo huu umekusudia kuhimiza uwajibikaji, ukihitaji uongozi mahiri na uruo makini katika ufuatiliaji. Aidha, mfumo unahimiza matumizi ya mbinu zinazotoa matokeo yanayopimika. Msingi wa mkakati huu ni mabadiliko makubwa ya kifikra, yakilenga vitendo badala ya maneno na matokeo badala ya ahadi. Uongozi, taasisi pamoja na watendaji na wadau wote wanapaswa kuwajibika ili kutimiza malengo ya dira kwa ufanisi.
taasisi imara na mifumo madhubuti inayolenga kuondoa uzembe, inayohimiza uwajibikaji na kuchochea ufanisi itakuwa nguzo kuu ya utekelezaji wa Dira 2050. Dira imeweka mfumo madhubuti wa utawala unaohakikisha utekelezaji unafanyika kwa nidhamu. Sera zinasomana, taasisi zinakuwa imara na sekta na wadau wote wanashirikiana. That is the essence also of this meeting. Kwa hiyo mkutano huu umekuja wakati wake, na nione na kwa maana hii pia hii itakuwa ni kichocheo taasisi nyingine kuandaa mikutano kama hii na kuwashirikisha wadau muhimu kwenye hii sekta yetu ya sheria inayohusu utoaji haki. Na ufanisi wa dira niko 64 2050 unategemea uratibu thabiti na usimamizi utakaohakikisha kwamba dira inatekelezwa kimkakati na inajibu changamoto zinazojitokeza. Ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na asasi za kiraia ni muhimu katika kufikia maendeleo endelevu. Ili kuimarisha uwajibikaji, viashiria vya utendaji vitatumika kufuatilia maendeleo, kutambua changamoto na kuboresha utendaji. Mfumo wa motisha na adhabu utaimarisha utamaduni wa uwajibikaji, ukihamasisha ubora na kuondoa uzembe na kuhakikisha kuwa utekelezaji unaleta matokeo yenye manufaa. Ndio maana tunaishana vikao kama hivi. Kwa hiyo narejea ndugu zangu kuwashukuru tena viongozi kwa kutenga muda wenu kuja kwenye mkutano huu, ambapo tutapata fursa pamoja na mengine kutambua maendeleo tuliyofikia au mafanikio wakati tunatekeleza ushirikiano wetu huu kwenye jukumu la utoaji haki mahakamani. Mafanikio, let us share the whatever success is if any. Ndeni kama kuna changamoto zinazoathiri ushirikiano wetu na mahusiano yetu katika utekelezaji wa utoaji majukumu yetu kuhusu utoaji haki mahakamani, let us also share, tushirikishiane hapa, na hatimaye sasa tuyawekee mikakati ya kuboresha mahusiano na ushirikiano tunapotekeleza majukumu yetu. Kila mmoja wetu hapa ni muhimu. Kila mmoja wetu hapa ni muhimu. Hauwezi ukajiondoa hapo. Mimi nimewasomea hii mambo yaliyoandikwa kwenye ilani. Sikuitunga mimi hii ilani. No, hii dira. Nimewasomea mambo ya kwenye hii dira. Sikuiandika mimi. Lakini kama ambavyo ninyi wote mlipewa fursa ya kushirikishwa kwa kutoa maoni yenu. Maana serikali ilitoa kwa kila mtu apeleke maoni yake, lakini pia ikatoa kwa taasisi ikiwemo na viongozi wakuu wa zile taasisi. Kwa hiyo inawezekana kama mlishirikishwa, kama hamkushirikishwa ninyi wenyewe hamkutaka, lakini ile fursa ilikuwepo. Ilikuwa na fursa ya kwanza kukusanya maoni, alafu kukawa na fursa ya validation ya yale maoni kabla ya kuhitimishwa na hatimaye kuzinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kila mmoja wetu hapa amehusika katika maandalizi ya dira. Ni commitment ya msingi sana, inaturejesha, na hata wanavyoeleza unaona wanatambua na maeneo mengine, kwa mfano uzembe na kadhalika. Kuhusu utawala bora na haki, na kwa mara ya kwanza ndugu zangu, mnaona hizi dira zinapoandaliwa, hii haki inachukua nafasi ya kwanza na inaendana na utawala bora. Zimewekwa kwenye sehemu moja, utawala bora na haki, kwa sababu ukiwa na haki kunazaa utawala bora, ukiwa na utawala bora kunazaa haki. Ni vitu vinavyotegemeana. Utawala bora ni muhimili wa taifa imara, niko ukurasa wa 15 wa dira, jumuishi na lenye ustawi. Unahakikisha kwamba kunakuwa na usimamizi wa wazi wa rasilimali za umma sambamba na kuweka mazingira yanayowezesha wananchi kustawi kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni.
Jamii inayothamini utawala bora inaweka umuhimu kwenye wajibikaji, mapambano dhidi ya rushwa, ulinzi wa haki za msingi za raia na kuhakikisha fursa sawa kwa wote bila kujali tofauti za kijinsia, kiuchumi, kijamii au hali ya ulemavu. Katika muktadha huu, vyombo vya habari huru na vinavyojitegemea ni nyenzo muhimu katika kuhakikisha utawala bora na uwajibikaji. Nadhani ndio maana pia tunaona kuna vyombo vya habari hapa. Kadhalika, asasi za kiraia zina mchango muhimu katika kukuza demokrasia, kulinda haki za binadamu na kuchangia jitihada za kuboresha huduma za jamii. Tanzania bado inakabiliwa na changamoto kadhaa za kiutawala. Kwa mfano, vyombo vinavyohusika na utoaji wa haki bado vinakabiliwa na changamoto za kiutendaji zinazozuia kufikiwa kwa viwango vya juu vya ufanisi katika kuwahudumia wananchi ipasavyo. Matumizi mabaya ya madaraka ya baadhi ya viongozi wa umma wanaokwenda kinyume na kuvuka mipaka yao ya kisheria yamekuwa mengi na ya kawaida. Kuhusu msingi mkuu wa dira ambao ni utawala, amani, usalama na utulivu, dira imeandika katika ukurasa wa 14 hivi: Dira 2050 imejengwa juu ya msingi mkuu wa utawala bora, amani, usalama na utulivu. Msingi huu unajumuisha hatua muhimu za kuheshimu katiba, utawala wa kidemokrasia, mgawanyo wa madaraka na utamaduni wa kisiasa unaokuza ushirikishwaji na umoja wa kitaifa. Dira 2050 inasisitiza utawala wa sheria, ulinzi wa haki na uhuru wa msingi, usalama wa watu pamoja na uimara wa asasi za kiraia. Masuala yenye umuhimu wa kipekee ndani ya dira hii ni pamoja na utumishi wa umma wenye weledi, umoja wa kitaifa na usalama wa taifa na mipaka ya nchi. Msingi mkuu hausimami peke yake bali uko mtambuka unaotoshelezana na nguzo, vichocheo na sekta za kimageuzi. Utawala wa sheria ambao ni kipengele muhimu cha utawala bora unakusudia kujenga jamii yenye usawa, uwajibikaji, haki na kuaminiana. Vile vile unalenga kuhakikisha kwamba kunakuwa na uadilifu katika taasisi mbalimbali na uhuru na haki za msingi za jamii zinalindwa. Lengo jingine ni kuhakikisha kwamba rasilimali na huduma ambazo ni muhimu kwa maendeleo ya watu zinapatikana kwa usawa. Vile vile utawala bora unalenga kuweka mazingira mwafaka ya kuimarisha utulivu na wajibikaji ili kuwa na uchumi imara, jumuishi na shindani. Pamoja na vipengele hivi, kuna umuhimu mkubwa wa kupambana na rushwa. Hivyo masuala ya kipaumbele katika ajenda hii ni kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa, kujenga taasisi imara, kuweka mifumo madhubuti ya kisheria na kusimamia uwazi na wajibikaji. Na mimi kwa sisi huku mahakamani kwa kuyatambua haya tumeanza kuongoza katika hizi reforms. Nilipokutana na viongozi wakuu wa hizi taasisi za utatu tarehe 19 mwezi wa 8 kwenye ukumbi wa Jakaya Kikwete pale Dodoma, nilipokuwa nashiriki ule mkutano, mengine niliyowashirikisha nitarejea kidogo hapa kwamba nilisema na kusudia kutengeneza kanuni zitakazowawezesha wale watu wanaoshtakiwa kwa makosa ya jinai, watuhumiwa kwenye mahakama za mahakimu isipokuwa mahakama ya mwanzo, na wao hawa washtakiwa na mahakama hizo wao nao wawe na ushahidi wa upande wa kesi ya mashtaka ili wajue kesi zao. Tumetengeneza sisi hapa draft ile kwa Kiswahili wanahitaji rasimu ya hizo kanuni. Tumeziwasilisha kwa mkurugenzi wa mashtaka, tumeziwakilisha kwa Tanganyika Law Society ili watuzipitie, watuletee maoni yao kabla hatujazigazeti. Ilikuwa ifikapo tarehe 19, kwa sababu nisema ikifikapo tarehe 19, nisema ndani ya mwezi mmoja, na mwezi mmoja ulikuwa unaisha tarehe 19 mwezi wa 9.
Lakini tumechelewa kwa sababu tunasubiri hawa ya wadau. Na ninyi wadau, sisi kwenye mambo kama haya msingi huwa hatutaki kuchelewesha. Kama mtataka tu tunawashirikisha, sisi hatutaki kuwaburuza. Tukiwapa hii kazi, ipitieni, ishughulikieni kwa umakini na kwa ufanisi, mtuletee maoni yenu mapema. Haki haipaswi kucheleweshwa. Na msingi wa mabadiliko wa kanuni hizi umejengwa tu kwenye ibara ya 13 ya katiba, usawa mbele ya sheria. Tusiwatuite watu wengine tayari kama ni wahalifu, wakati ibara ndogo ya 6 ya hiyo ibara ya 13B inasema kila anayeshtakiwa mahakamani kwa kosa la jinai atachukuliwa kwamba hana hatia hadi itakapothibitishwa hivyo na mahakama. Right now mtu anashtakiwa, anaenda mahakamani, hajui tu kitakachotokea huko mbeleni. Mahakama ile haina ushahidi, na yenyewe kama inasubiri inapiga ramli tu. Hayajui, hata mahakama yenyewe haijui. Mshtakiwa naye hajui. Kwa hiyo mahakama inakuwa katika mazingira magumu sana kuweza kufanya well informed decision. Ni tofauti na ilivyo sasa mahakama kuu. Mahakama kuu unakuta huyu mahakama ana ushahidi ule wote, mshtakiwa ana ushahidi ule wote. Kwa hiyo mahakama inakuwa katika mazingira mazuri ya kufanya maamuzi sahihi. Na ndio maana wakikutana pale sasa, jaji anawaita mawakili wa serikali, wa prosecutions, anawaita defense mawakili hao wanatoka Tanganyika Law Society, wanakaa pale. Unaweza kukuta Tanganyika Law Society, na maana wale wakilishi wanaanza kuchokoza, wanasema mheshimiwa jaji, sisi baada ya kulisoma hili jarada, ushahidi wetu tulionao tunaona kwamba kama kesi kwa mfano ni ya mauaji ya kukusudia, tunaona kwamba ushahidi uliopo hautoshelezi kumtia huyu mtu hatiani kwa kosa hili, ila unatosheleza kumtia hatiani kwa kosa la kuua bila kukusudia, na mimi mteja wangu hayuko tayari na sababu ni 1, 2, 3. Mheshimiwa jaji anamuuliza wakili wa mashtaka, Leni, wewe teta attorney, unasemaje wewe? Hasa mheshimiwa jaji, na sisi baada ya kulisoma hili tunaona kwamba kweli kwa tumechambua, tumeona 1, 2, 3 hatuwezi kudhibitisha kosa hili la kuua kwa makusudi. Sasa madamu mshtakiwa yuko tayari kukiri kosa hili dogo la kuua bila kusudia, na sisi tuko tayari, tutabadilisha hati yetu ya mashtaka ili huyu sasa atumie kosa la kuua bila kusudia, na kesi zinaishia pale. Na kesi nyingine wanazifuta, wanaona tu kabisa ushahidi haupo. Ni mfumo mzuri shirikishi. Kwa hiyo tumechelewa sana. Hata kifungu cha 10 na cha 11 vya sheria ile ya mwenendo wa mashauri ya jinai havizuii hawa watu kupata hizo ushahidi wa upande wa mashtaka. Na hata huko sisi mahakamani tumefanya maamuzi ambayo nilizungumza siku ile kuwa sensitive to justice. Huyu mtu upande wa mashtaka una ushahidi wake, anapoandika yale maelezo yake, ile statement yake, yeye hana ushahidi wa upande wa mashtaka, na sio mtaalamu wa sheria, anajiwakilisha yeye mwenyewe. Wao upande wa mashtaka wana maelezo yake, ila yeye hana maelezo yake. Mahakama haina maelezo, ushahidi wa upande wa mashtaka. Alafu anashtakiwa kwa kosa kubwa sana kama kubaka au unyang'anya kutumia silaha na makosa mengine aina hiyo. Huyu mtu sio mtaalamu wa sheria, yeye anajua wakati huu sasa kesi inaendelea, ni zamu yao. Wamalize kesi yao na mimi nitaanza kujitetea baadaye. Sasa tunafanya maamuzi. Anaenda gerezani, anafungwa, anafundishwa na wanasheria walioko kule magerezani na wahalifu wengine. Wanasema hii bwana mbona namna gani? Anakata rufaa. Akikata rufaa, sisi huku ikija tunasema kwa sababu hakumdodosa, he never cross-examined him. Kwa hiyo inachukuliwa kwamba ni admission. Na ninyi wanasheria wa ofisi ya taifa ya mashtaka, msifanye hivi. Sisi sio Mungu. Huyu mtu angewezaje kumcross-examine huyu mtu? Hana ushahidi wa upande wa mashtaka, yeye sio mwanasheria.
Yeye anajua tu kwamba mimi zamu yangu itapika, maana wanasema sasa ni kesi upande wa mashtaka. Kwa hiyo anaamini kwamba wao anasema mimi baadaye nitamjibu. Hata hizo taratibu za cross examination anazijua. Nani anawafundishaga wale washtakiwa mle ndani? We cannot afford to have double standard of justice administration in this nation. The procedure that has been impressed in the High Court, let you so apply to the procedure before the subordinate courts accordingly. Otherwise, we'll be contravening the Constitution and will not be defenders of justice. We cannot afford to condone this. We're going to put these procedures in place as soon as possible. Na hii inakuja na faida nyingi. Moja, itaimarisha umakini katika upelelezi. Na upelelezi ukiwa mzuri, watafanya maamuzi. Waendelee na kesi hii mahakamani, chances zao za kuendelea na kesi hii, au wasiendelee nayo. Na wakipeleleza kwa makini zaidi, utakuta kwamba wahalifu wengi ambao sasa hivi wanaachiwa kwa sababu ya udhaifu katika upelelezi, watakuwa wanapatikana na hatia. Na hiyo ndio namna ya kukombati uhalifu, kwa sababu right now wahalifu wengi wanakuja kuachiliwa kwenye mahakama hizi nyingine, anarudi mtaani anaendelea na makosa kama hayo. Kwa sababu wameshajua udhaifu katika upelelezi, na kwa sababu sisi kama taifa kwa muda mrefu tulikondoni hii kitu. Na mahakimu watakao buruzwa sijui naendesha mashtaka, mimi nitaelewana nao. Sasa lazima, kwa sababu wewe tayari sasa utakuwa na wewe na huo ushahidi. You are so much well informed. We expect you to deliver well informed decision. Whether you acquit him or whether you convict him, but there should be reasons for that, whatever decision you take. Lakini faida nyingine, tutapunguza sana ubambikizaji wa watu makesi na watu wanajaa magerezani. Kwanza tujui. Na ofisa wa mwanasheria mkuu wa serikali, ni waombe, kuna kitu kinaitwa malicious prosecutions. Hizi ni kesi za madai. Ndio hizo za tofauti na defamation au whatever is it. Wengine wanashtakiwa, mnaenda mnawatetea. Hatu ni general wanawatetea. Hawa watu wacheni wapambane na hali zao wenyewe. Haiwezekani ukasema eti mimi nilikuwa natekeleza majukumu yangu kwa kubambikiza watu kesi. Na wengine ni washauri mtawashtaki kwa abuse of powers, abuse of office. Hiyo ni kazi ya DPP. Washtakini. We want to instill discipline kwenye utumishi wetu, kama nilivyosomea kwenye katiba, nidhamu ya kazi ya majukumu yetu ya kisheria. Hii pia itachangia kuharakisha upelelezi kwa makini, kutoshelesha upelelezi kwa makini. Na upelelezi ule ukifanyika kwa makini na haraka, hata maamuzi nayo huku yatapatikana, kwa sababu kesi kama inaenda mahakamani itasikilizwa mapema, itaisha. Kwa hiyo itaharakisha pia, itasaidia kuharakisha usikilizwaji wa kesi hizi mapema ukamilike. Na italeta umakini pia kwenye decision making wanaofanya maamuzi haya huku mahakamani. Watakuwa makini, wanaifahamu ushahidi ule amekuwa nao tangu mwanzo, wanaweza kauliza maswali ya clarification na kadhalika. Hii itadhibiti pia vitendo vya rushwa. Nimewasomea huku dile, hatuwezi kujifanya kwamba rushwa hazipo kwenye taasisi zetu. Zipo, ziko mahakamani, ziko polisi, ziko kwenye taasisi nyingine zote, zipo. So to single out hapa. Kwani mimi ninaandika hii dira? Wamesema taasisi zinazohusika na utoaji haki zimegubikwa na uzembe na rushwa. Hii itapunguza rushwa. Lakini kubwa pia itakuwa ni compliance ya katiba inayotaka usawa mbele ya sheria, na itaimarisha quality justice. Lakini hatua hii pia watakuwa makini kuamua ni ipi kesi ende mahakamani, wamshikilie mtu kwa nini. Itasaidia kupunguza msongamano wa mahabusu na wafungwa magerezani.
Lakini taifa hili litaendelea kuheshimika sana. Na wote mnafahamu hata rais akiniapisha pale siku ile tarehe 15 Juni. Anaambia nataka muhimili wa mahakama uwe na hadhi. Uwe na hadhi. Kuwa moja mihimili yenye hadhi duniani. Hatuwezi kufikia hatua hiyo kama tutakondoni na vitendo hivi vingine. So we want your cooperation on this particular area. Tutakapoanza kwenye hiyo, tunaomba ushirikiano wenu na nini? Naomba ushirikiano wenu na nini? Sambamba na hilo, kuna compliance ya kifungu namba 134 cha CPA, cha Criminal Procedure Act, ambacho kinasema kwamba mashauri hayatafunguliwa mahakamani isipokuwa kama upelelezi umekamilika. Isipokuwa kuna mashauri yametajwa pale. Mashauri yanayosikilizwa na mahakama kuu na mengine yametajwa kwenye hicho kifungu yako pale. Yanaitwa serious offenses, na hizo serious offenses zimekuwa defined under section 134 of the Criminal Procedure Act. Yako pale, ninyi wanasheria sitaki kurejea. Nitawaomba na niwaombe magereza, jeshi la magereza. Mimi namna nyingi ya kumonitor hivi vitu. Jeshi la magereza, I have been in this industry for quite a long time. Nitaomba jeshi la magereza, nitaomba TLS mtusaidie kumonitor hii compliance ya section 134. Je, inatekelezwa? Tuleteni taarifa. Hili ni kosa ambalo huyu mtu alipaswa akamatwe wakati upelelezi umekamilika na kupelekwa mahakamani? Au ni hili lingine, kama ni yale mengine high court na mengine yaliyoahirishwa pale kama serious offenses, that is another case. Tusaidieni hiyo kitu. Lakini pia tusaidieni kumonitor na kutupatia taarifa za yale mashauri ambayo yanasikilizwa mahakama za mahakimu, save primary court, ambayo mkurugenzi wa mashtaka na sisi mahakamani tulishajiwekea utaratibu kwamba yanapaswa yamaridhike ndani ya miezi 6. Je, yapo ambao bado yanaendelea kuyamaridhika, sijui yako kwenye trial au yako kwenye upelelezi? Tuleteni taarifa hizo. Ndio ushirikishwaji huu tunaozungumza sisi ambao ni wadau wa haki mahakamani. Tukifanya hivyo tutapiga hatua. Sasa kuna mashauri haya yanayotuletea, unaona kama amani na mchango mkubwa sana kwenye kukua kwa uchumi, masuala ya kisiasa na masuala ya kijamii. Na shughuli gani za uwekezaji na uchumi na biashara zitafanyika kama nchi haina amani? Kwa hiyo ndio maana unaona kile kipaumbele cha 3, amani, usalama na utulivu. Sasa kuhusu mazingira wezeshi ya biashara na uwekezaji, hapa nilikuwa nazungumza juu ya criminal justice, now venturing to what we call civil justice, ambao pia ni commercial. Ukurasa wa 25 kwenye sera inaandikwa hivi: uchumi imara na endelevu unategemea kuwepo kwa mazingira mazuri ya kufanya biashara. Mnamo mwaka 2018 Tanzania ilizindua mpango mkakati wa mageuzi ya sheria ya kuboresha mazingira ya biashara nchini. Mpango huu ulilenga kuimarisha ufanisi katika mifumo ya kisheria, yani pamoja na mengine katika mifumo ya kisheria, na kuongeza uwazi na wajibikaji. Vipaumbele vikuu vilikuwa ni kupitia sheria na kanuni na mengine yaliyoorodheshwa pale. Kwa ndio haya tunayofanya. Ili kushughulikia changamoto hizi, ni lazima kujenga mazingira wezeshi ya kibiashara yatakayochochea ukuaji wa uchumi na kuvutia uwekezaji. Mageuzi haya yanapaswa kurahisisha taratibu, kupunguza vikwazo vya kisheria, kuondoa tozo zisizo na tija na kufungamanisha sera na taasisi ili kuimarisha mazingira ya biashara yenye ushindani na ufanisi. Kwenye hii sisi tunatambua yako mashauri ambayo sio ya jinai, lakini ambayo yana mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi kupitia uwekezaji na biashara. Kwa hiyo tutaendelea na utaratibu wetu hapa wa kuyapa kipaumbele mashauri hayo.
tutaendelea kuyapanga kwa session, vikao maalum kushughulika tu hayo. Kwa mfano masuala ya kodi, hizi kodi zinashikilia uchumi tuyawekea utaratibu yaishe tu mapema. Tutawekea utaratibu wa kuyamaliza haya mashauri mapema. Na mwaka huu tu kama tutakavyokuja kuwashirikisha baadaye hapa, mtaona hiyo tutawapa. Tangu tumeanza tu mpaka sasa tumedispose kesi nyingi za mashauri ya kodi huku kwenye Court of Appeal. Mashauri yale yanayotoka mahakama ya biashara, ukiangalia kule ilipoanzishwa ile mahakama ilikusudia fast tracking ya disposal ya commercial disputes. Kwa hiyo kule wanaharakisha. Ikifika kwetu huku inalala usingizi. Tutawekea au tutaendelea kuweka utaratibu, kuweka mkazo kuyamaliza haya ili nayo yamaliziki mapema. Vivyo hivyo mashauri yanayotokana na migogoro ya kibenki, mikopo na kama kutakuwepo na mashauri yanayotoka Fair Competition Tribunal, maana sasa sheria ilibadilishwa 2024 kuwaruhusu wao wanakata rufaa, na yenyewe tutakuwa tuna fast track yamalizike kwa utaratibu wa kiutawala. Hatutabadilisha kanuni, lakini kwa utaratibu wa kiutawala wa mahakama. Sasa unaweza kubadilisha kanuni leo ukayamaliza yote, alafu na yule bwana wa masuala ya ardhi naye akilalamika. Kwa hiyo haya leo kwa hiyo niwaombe wanasheria wa Tanganyika Law Society, ninyi mnashiriki mashauri yote haya, mashauri ya jinai na mashauri ya madai na ya kikatiba sijui na aina gani. Be so much watchful, be so much responsible. Kila mmoja muwajibike kuwa interference mahakamani na kuwatetea wateja wenu kwa ufanisi ipasavyo. Mimi huku kwetu mahakamani tutaimarisha usimamizi wa kinidhamu kuwahusu ninyi. Kila mmoja hakikishe kwamba anatekeleza wajibu wake. Kwa sababu tunasomea ibara 25 ya kikatiba, majukumu yale ya kisheria lazima tujitume kuyatekeleza, lakini pia kwa ufanisi kufikia yale malengo. Sasa napoongea na watu wa Tanganyika Law Society, ninyi watu wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, mimi ndo nawajua. Mimi yo Solicitor General yenu sijui vitu gani. Ninyi ndo mnasikia mamlaka yenu mmekaimisha kwa Solicitor General. Sasa mtapambana hali yenu ninyi wenyewe. Sisi hatutakondoni wale Tanganyika Law Society wanakuja mahakamani huku ninyi hampo. Hatutaendekeza. Na ushauri wetu ni sisi kwamba tujitahidi, unless when it is so much necessary, hizi cases ziamuliwe on merit. Tuna mwongozo kwenye katiba, ibara ya 107 capital A sub article 2E. Tunapotekeleza majukumu yetu kutofungwa na masharti ya kifundi kupita kiasi hata cha kuzuia haki sitendeki. So tunataka kuimarisha haya, mimi nazungumza haya kuimarisha tu ile sense ya accountability. Yaani to encourage kumaliza hizi kesi kwa nini? Through amicable settlement. Kuliko kuweka uzipaki mahakamani na mwishoni mnashindwa. Alafu mkishindwa sitaonekana kama akili zenu sio nzuri. Afadhali hii suluhishi. Ibara ya 107 capital A sub article 2 D inatuelekeza pia mahakama kukuza na kuendeleza usuluhishi. Ndio maana nazungumza haya. Yaani mnaona hamwezi kwa vyote vile jinsi ilivyo mfikie muafaka. Nendeni mkazungumze, muyamalize haya mambo. Mambo mengine wananchi wale wana haki tu. Alafu unajisikiaje wewe kama mwanasheria wa serikali? Unaenda pale kila ukisoma jarada lile unaona kabisa ilikuwa ni stahili ya huyu watu alafu mimi nasema mna nani. Mimi hiyo siipendi. Na si kwamba siipendi, lakini sisi wote hatuipendi. Ni haki. Tunataka haki. Ninyi wote ni maafisa wa mahakama. Tunataka ile discipline iliyoko mahakamani ionekane huko. Ninyi Tanganyika Law Council wote ambao mnaongozwa na mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, tunataka muwe sensitive to justice na nini. Tunapozungumza sensitivity to justice,
ina nini na wahusu. Haiwatuhusu sisi tu mahakamani huku. Kila mtu hapa ambaye ni key player wa upatikanaji wa justice mahakamani anahusika. Anahusika. Kwa hiyo, na tutakapozungumza hapa leo, pengine tutaweza kuangalia ni maeneo gani ambayo pia ni changamoto yanayotufanya tusifikie malengo yetu ya utoaji haki. I do invite you to be so much confident mnapochangia. Tunataka kutibu haya magonjwa ambayo mengine yanaweza yakawa yanatuletea hata migogoro unnecessary. Sisi nadhani kwa sasa niishie hapa. Niwashukuru sana sana sana. Nimewasomea dira, na hii si mara ya kwanza mimi kusoma kwenye hii dira. Nimewasomea kwenye katiba. Kadiri tunavyojadiliana haya, mtakuja kuibua mambo mengine mengi ambayo tukiyafanya tutaweza kwenda mbele kwenye hii sekta ya sheria. Tunachosisitiza sisi ni ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa majukumu yetu ya utoaji haki mahakamani. Ikiwa kuna kitu mnakiona huku kwetu kwamba nacho hakiko sawa, tuambieni humu ni ya kwetu sisi. Hiyo ndio namna ya kupona. Watu hawa law enforcement agencies hawa, akina IGP na wenzake, nilipozungumza nao tarehe 19 mwezi wa 8 pale, na nilipokuwa nazungumza baadaye nilimaliza nikasema, jamani, nimeambiani ukweli kwa sababu ukweli ndio unaoponya. Walinishangilia sana. Siku hiyo IGP hakuepo, ila alikuepo DCI. Walinishangilia, ukumbi ule walinishangilia sana. Ukweli ndio unaoponya. Sisi ni watumishi wa watu, ni watumishi wa umma. Hata kwa vyeo hivi sisi ni watumishi. Sisi tukiwa watumishi wa watu, lazima wakati wote tuwe na sisi kama kiherehere kwa ambao tuko kwenye ile sekta ya haki sasa. Siongelee zile sekta nyingine, lakini nazungumza kwa muktadha huu. Tuwe na kiherehere cha ile proactivity ya kutaka kuona tunatekeleza majukumu yetu kwa ufanisi ipasavyo. Sasa kwa maana ya haki nani? Yani, tukifikia hatua hiyo tutafanikiwa. Uzuri wangu ninachokiamini kwenye hii ni kwamba ninyi wote wasoma chebo, mna uwezo mkubwa. Mna uwezo mkubwa sana wa kudeliver na kutekeleza majukumu yenu. Kwanza ninyi wote ni viongozi. Ndio maana so much bitter about hiyo kitu kile. Ninyi wote ni viongozi. Hauwezi ukafikia hapo eti tu kwa sababu wewe sifa yako ni kipara. Hicho kipara kimebeba vitu vingi humu kichwani vya maana. Nimewasomea pale juu ya mabadiliko ya kifikra ambayo yatajikita kwenye vitendo zaidi kuliko maneno, na matokeo yanayoshenezwa na ushahidi. Niwaombeni sana tuwe wazi kwenye mkutano huu. Tuyazungumze yale ambayo yataimarisha ushirikiano na mahusiano yetu katika utekelezaji wa majukumu yetu ya utoaji haki. Na kama kuna changamoto zozote, tuziwekee mikakati. Sisi hatuwezi kuwa na maazimio. Unawezaje kuazimia kitu ambacho tayari kiko legislated? Ukasema mimi bana hii maazimio imeturudisha nyuma sana kwenye hili taifa. Yaani una sheria iko pale, tena iko embedded hata na kwenye katiba, alafu naweka maazimio ya kwenda wapi msoma? Sasa umeshatoka kwenye sheria, tumelea uzembe na sijui na vitu gani na impunity to the extent kwamba sasa hatutaki kutekeleza sheria, tunataka kutekeleza maazimio ambayo hayatekelezeki. Sasa usipotekeleza azimio, nani atakuwekea sanction? Sisi mahakama kwa mujibu wa ibara 26 tuna jukumu la kusimamia na kudumisha utawala wa sheria nchini. Tunachotaka sisi utawala wa sheria udumishwe, sio utawala wa maazimio. Mnanielewa? Tuna sheria hapa. Mahakama tunafanya kazi kwa kutumia katiba na sheria. Jeshi la polisi hivyo hivyo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na madawa ya kulevya hivyo hivyo.
TLS hivyo, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hivyo, ofisi ya wakili mkuu wa serikali hivyo hivyo. Mamlaka ya kuzuia na kupambana na madawa ya kulevya hivyo hivyo, kila mmoja wetu hapa. Sisi mahakama hivyo hivyo. Tuna migrate kutoka, tuna depart kutoka kwenye sheria, sasa tunaenda kwenye utawala wa maazimio. Mimi nitarudi kwenye sheria kwa sababu sheria hizi ndizo tumezoitwa sisi kuzisimamia. Ibara 26 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Inasema maazimio. 2. Kila mtu ana haki kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Na hiki ndicho kinachoitwa utawala wa sheria ambao lazima tuhudumishe. Sasa hawezi kuwa utawala wa maazimio, ni utawala wa sheria. Ndio maana pale nimesema kama kuna vitu mtagundua hapa vinavyo impact negatively kwenye ushirikiano na mahusiano yetu tunapotekeleza majukumu yetu, muviainishe hapa kama tuviwekee mkakati wa kusolve hiyo kitu. Na essentially haitakuwa sheria, ni tabia zetu tu. Kwa hiyo baada ya kusema haya, nawashukuru tena kwa mara nyingine, nikiwaomba muwe huru kabisa mnaposhiriki mkutano huu ili tujadili mafanikio kama yapo tuyaorodheshe. Uwepo wangu mimi kwenye sekta hii tangu nilipomaliza chuo kikuu nikaajiriwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na kuletwa hapa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hapa Dodoma, ninatambua kwamba kumekuwepo na mafanikio makubwa sana tangu taifa hili lilipopata uhuru wake. Vinginevyo sisi ndio tunadumisha hapa amani na usalama, si ndio? Hii taifa lisingekuwa liko hivi. Hii amani mnayoona hii hii amani mnayoona hii ni kwa sababu ya sekta yetu hii. Kwa hiyo mtakuta polisi wapo ambao hawalali usiku kucha kwa ajili ya usalama wetu, wanatulinda sisi, wanalinda na mali zetu. Wapo jeshi la magereza wanaowahifadhi wahalifu na watuhumiwa. Wako taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, wanaleta utawala bora kwa kudhibiti vitendo vya rushwa na kadhalika. Mamlaka ya kuzuia na kupambana na madawa kulevya hivyo hivyo, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, mahakama yenyewe hii, Tanganyika Law Society. Hii inaitwa ofisi ya wakili mkuu wa serikali, imekuja hivi karibuni. Na wao basi kwa muda wao ambao wamekuwepo na wao wamechangia. Ofisi gani nyingine nimeacha? Na sisi wananchi wengine wote tuna mchango mkubwa. Sasa ni wajibu wetu sisi wote. Kwa hiyo hao mafanikio yapo na ya kutosha. La sivyo hili taifa lisingekuwepo. Hayo lazima tuyadumishe na kuyaenzi. Yale yanayotaka kutufanya tuondoke kwenye mafanikio yetu, hayo ndio tunakutana pamoja na mengine kuyatambua kama yapo na kuyawekea mikakati ya kuachana nayo. Basi baada ya kusema hayo, nitamke tu kwamba mkutano huu unaohusu ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa majukumu yetu kuhusu upatikanaji wa haki mahakamani nimefungua rasmi. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Asanteni sana.